Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu hii, bado tunaendelea tena katika mada yetu ile ile inayozungumzia matatizo ya magoti, na leo tunazungumzia sababu nyingine ambazo zinasababisha kuuma kwa magoti ama kupata maumivu katika magoti. Na leo tutaangalia matatizo ya magoti kutokana na maambukizi. Infections ni maambukizi ya bakteria, virus, hali kadhalika fungus, pia vile vile yanaweza yakasababisha maumivu katika magoti. Mara nyingi maambukizi ya bakteria kwenye goti huwa ni hali ya dharura inayohitaji matibabu ya haraka. Wadudu wanaweza wakashambulia sehemu za viungio za magoti kupitia damu na kusababisha maumivu makali kabisa katika magoti, na hali hii huhitaji matibabu ya haraka. Dalili zake vipi utaweza kujua kama nimepata maambukizi ya magoti? Unaweza kutambua kwa kujichunguza, kuona kwamba kama itakuwa una maumivu makali sana katika magoti, homa mara kwa mara hazikatiki, lakini pia vile vile goti kuvimba, pamoja na kuwa goti linawaka moto ama lina joto kali katika hali ya kuligusa. Kwa hiyo ukiona dalili kama hizi, jua umepata maambukizi ya magoti, na hali hiyo inakuhitaji upate tiba ya haraka. Lakini kuna matatizo ambayo yanatokezea kutokana na kuumia. Mara nyingi ajali, tuliwahi kusema katika vipindi vilivyopita, kuanguka au kupigwa katika goti, aidha kupigwa rungu, kupigwa teke, kuanguka na hali kadhalika katika kupigwa kwingine kokote ambako unapafahamu wewe mpenzi mtazamaji, basi kunaweza kusababisha matatizo katika magoti. Lakini pia vile vile kuvunjika katika mifupa, kuteguka goti, na pia vile vile kupasuka kwa patela. Mara nyingi tunao ndugu zetu ambao hawa wanaendesha mapikipiki, mabodaboda, mara nyingi hupata ajali kama hizi za kuanguka na kuweza kupasuka katika mifupa, hasa katika viungio vya magoti au katika sehemu za patela. Basi athari kama hizo zinaweza pia zikasababisha maumivu. Lakini pia vile vile matumizi ya kupita kiasi. Hapa mara nyingi tunataja kundi la watu ambao wanafanya kazi ya kutumia magoti, mara nyingi sana sana mafundi welding, wanaochoma mageti yao na kuchoma vyuma. Mara nyingi position zao za kufanyia kazi ni kuinama ama kuchutama au kupinda katika magoti. Lakini pia vile vile watu wanaofanya kazi katika mabustani, pia vile vile watu wanaofanya kazi katika sekta binafsi na sekta za kiserikali, ikawa majengo yao mara nyingi wanatumia ngazi kwa muda mrefu, nayo husababisha maumivu ya magoti pia vile vile. Lakini pia vile vile wakimbiaji wanaokimbia katika riadha, michezo mbalimbali ya kukimbia, askari wengi huwakuta wanafanya mazoezi katika sehemu ngumu, barabara, basi pia nao mara nyingi huweza kupata matatizo kama haya ya magoti na kusikia magoti yao yanauma. Lakini pia vile vile watu wanaotumia kukaa kitako muda mrefu sehemu za chini, sehemu zilizokuwa za flat, sehemu tambarare, wanakaa kitako chini, sio sehemu za juu, ni sehemu za chini kabisa. Pia nao kutokana na kutumia sana magoti katika kunyanyuka kwao huweza kusababisha maumivu pia vile vile. Lakini pia vile vile sababu za kimaisha na mazingira, kama vile uzito mkubwa wa mwili unasababisha maumivu, kazi za kusimama na kuchuchumaa kwa muda mrefu, kukosa mazoezi yaliyokuwa sahihi. Katika kipengele hichi watu wengi hufanya mazoezi lakini huwa sio sahihi. Ukuta watu wanafanya mazoezi katika barabara, wanafanya katika sehemu za mawe, wanafanya katika sehemu za vilima, au wanafanya katika sehemu kama vile zenye tiles au zenye taraso, kiasi ambacho zina waumiza kwa kiasi kikubwa pasi na wao wenyewe kujua. Lakini kukaa halikadhalika mikao mbalimbali katika ukaaji, na pia vile vile mikao isiyokuwa sahihi pia nayo husababisha maumivu. Na kwa kumalizia, kuna sababu nyingine za kineurolojikali, za kimishipa ya hisia. Watu wengi ambao wana matatizo ya migongo pia nao wanaripoti kusikia maumivu katika magoti. Sasa hawa wanakuwa sio watu wenye matatizo ya moja kwa moja kwenye magoti,
lakini matatizo yanakuwa ni katika sehemu ya migongo, yanasafiri maumivu yao kushuka kufuatia sehemu za magoti. Na wao pia vile vile anaweza mtu akakwambia ama akaja akakufuata akasema na yeye ana matatizo katika magoti, lakini huwa sio matatizo ya moja kwa moja kwenye goti, bali ni matatizo yanayosababishwa na mishipa ya hisia, nerves, ama tunaita matatizo ya kineurological. Kwa hiyo dalili kama hizo za ujumla zinaweza zikawa ni sababu miongoni mwa sababu mojawapo katika sababu ambazo tayari tumekwisha kuzitaja, zikawa zinaelezea shida hizo za magoti. Kwa hiyo utakapokuwa na dalili, mfano wa dalili kama hizo, cha muhimu ni kuharakia kumuona mtaalamu wa viungo ama kumuona daktari bingwa kwenye masuala haya ya viungo, ili aweze kukusaidia kwa haraka na usije ukapoteza uzima wa kiungio chako. Kwa leo tutaweka hapo, na inshallah katika kipindi kinachofuata tutakuja kuelezea kuhusiana na uchunguzi wa matatizo haya ya magoti, kwa sababu kila sababu huwa na uchunguzi wake na matibabu yake. Ni tofauti na vile ambavyo wengi wamezoea, wanahisi pengine goti linaweza likachunguzwa kwa kipimo kimoja tu ikawa imetosha, lakini kumbe sio sahihi. Vipimo, uchunguzi iko katika sehemu pana kabisa, kila sababu ina uchunguzi wake. Kwa hiyo usikose katika kipindi kinachofuata, tutaelezea uchunguzi, investigations ambazo zinahitajika kufanywa ili kuweza kuthibitisha tatizo katika goti lako. Kwa hiyo kwa leo tuweke hapo, tutaonana inshallah katika kipindi kinachofuata. Asante.